zimekwisha. Ninatamani kabisa ndani ya moyo wangu, ukiniuliza nini tamaa yako kubwa, nahitaji tumaini la watu wa Mungu lirudi kwa Mungu wao. Mungu bado anasaidia. Mungu hajatuacha. Mungu yuko nasi. Sisi ndio tunaofunga zile njia za kimungu. Unasema mpaka nakumbuka Naamani alivyogoma. Si mnakumbuka ile story Jamani, naongea na watu au na binadamu. Mnakumbuka akagoma kabisa, haiwezekani. Yaani ina maana kwamba kuna njia ambayo ulidhani Mungu ataitumia kukuponya, kumbe Mungu ana njia nyingine. Mpaka upate mtu anayekushauri kwambia, angekwambia jambo kubwa. Amekwambia tu nenda ukaoge. Asema hapana, hii ni dharau. Tuna mito mizuri kuliko. Issue sio mto, issue ni maelekezo. Unajua kuna sana nakutana na watu hapa ndani. Mnisamehe, tunaongea kwa ajili ya kusaidia. Tumetoka kuombea kitu hapa hadharani. Hapa. Ukiingia humu anakuambia hicho kitu ambacho mmekiombea hapa. Ndio maana hatupokei kwa staili hii. Na andiko linasema muwe na imani. Anasema mwenye imani kama punje ya haradali atauambia mlima huu ng'oka. Yaani ukiona mtu amesema ule, hii ndio vumari nimechanganya mafaili. Vumari iko upande gani? Ndio hii nayoiona hapa hiyo. Ukisikia mtu akisema mlima wa vumari utoke hapo upelekwe Kisangara, na ukaona kweli umefumuliwa umeenda Kisangara, saizi ya hiyo imani ni punje haradali, haijafikia hata punje ya muhindi. Tukifika punje ya mhindi tutahamisha bara. Inatakiwa imani kidogo sana. Yanatendeka mambo. Wengine ambao wana follow kwenye YouTube wanaona comments za watu wanaoshuhudia hapo. Unasoma tu unaona miujiza mikubwa inatendeka. Kuna somo nilihubiri Shinyanga karibia miaka 14 iliyopita. Uzuri kila wakicomment mimi huku napata kwenye application napata comment za hivi karibuni. Nakuja kuangalia somo la miaka mingapi? 14. Unashangaa mtu anasema nilisikia ombi la mwisho, uvimbe umepotea. Mbona la miaka mingi iliyopita? Ndipo utajua kwamba haihusiani na mchungaji anayehubiri, inahusiana na Mungu anayekuponya. Ndiye anayetenda yote haya. Haleluya. Kuna shuhuda mtazisikia za makambia zinakuja huko baadaye. Kuna mtu mmoja Mungu amemfungua jana hapa kwa ishara na maajabu. Bado karo kangu kananiuma kwa sababu wanaopokea kwa kasi ni madhehebu mengine. Nimesema kwa kasi. Sijasema wakwangu hawapokei, ila kwa spidi. Wao wanapokea kwa spidi kubwa sana. Unajiuliza kwa nini? Wakwetu lesoni. Hebu tujiachie kwa Mungu. Haleluya. Ngoja nikwambie siri moja ingie kwenye ubongo wako. Unapoona kwamba wakati mwingine hupokei, ni kwa sababu umejiweka katika hoja ya matendo kuliko imani. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa au adadavue. Nitakuwa na chaji makweme sasa, angalau nikidadavua kidogo makweme 2 3 naleta. Walienda watu 2 kusali. Mmoja Farisayo, mwingine mtoza ushuru. Walipoingia kwenye kusali, huyu Farisayo akaenda kule mbele, akaanza kueleza alivyo mzuri kwenye kutoa zaka. Niwaulizeni, ni nani ambao wanaweza kukokotoa zaka vizuri katika madhehebu yote ya Kikristo? Jamani, jibuni tu jamani. Hao wengine hawawezi, ndio ukweli wenyewe. Wachungaji wa madhehebu mengine wanakuja kuchukua material ya kufundishia zaka na sadaka humu. Wachungaji wetu walienda kanisa moja kule Korea kwa bidii zote, wanaenda kujifunza namna ya kutunza washiriki wengi. Kuna mchungaji kule ana washiriki zaidi ya 30,000 kanisa, eneo moja, mji mmoja. Anaendesha ibada 4 kwa siku.
wakwetu wakaenda kujifunza pale. Alipoambiwa ni wachungaji wa Kisabato, yule bwana akashtuka, asema wamekuja kufanya nini? Asema kujifunza. Akasema wapelekeni kwenye chumba changu cha VIP. Mwanafunzi wa Andrews University mmoja anasimulia, asema tukanywa chai vizuri nzito. Asema yule jamaa akaingia, alivyokuja akatuliza, mmetoka? Asema Andrews. Mmekuja kufanya nini? Asema kujifunza. Unawezaje kutunza washiriki wengi kiasi hiki? Akamwambia nyie ndio walimu wangu, mnakuja kuniuliza. Wakati wanashangaa, jamaa akaenda kwenye shelf, akafungua kitabu chapa, akachomoa kitabu pale akawapa. Asema hiki hapa kitabu kimeandikwa Christian Service. Si unaweza ukatapika chai uliokunywa. Kwa ukija kwenye habari ya kutoa zaka na sadaka, hakuna watu wanaojua kupiga hesabu vizuri kama hili kanisa. Mungu amewapa hiyo. Lakini ukitaka ufaidi zaka na sadaka, baraka zake ione katika jicho la kiroho kuliko jicho la kidini. Haleluya. Farisayo anasema mimi natoa zaka, akaanza kuelezea anavyojua kufunga. Mnakumbuka vizuri? Anafunga mara ngapi? Mara ngapi? Mara? Haya, mkarudie kusoma tena. Sikia mtoza ushuru. Ombi lake alikuwa moja tu. Tena kabla ya huko huyu mwingine akaanza sema mimi sio kama azia baba. Kuna mtu amekuja hapo nyuma na kushukuru mimi sio kama yeye. Huyu jamaa na dhambi nyingi sana. Yule kule nyuma mwisho kabisa hata kusogea mbele tu ya madhabahu pale aliogopa. Yeye alikuwa na ombi fupi tu, niwie radhi mimi mwenye dhambi. Biblia inasema alishuka akiwa amebarikiwa. Huyu mwingine story yake hatuambiwi. Njoo kwa Bartholomayo. Yesu mwana wa Daudi, maombi yako ukienda kuomba msaada kwa Mungu, acha kumsimulia Mungu. Kuna wakati tunaiga vitu vya Biblia vingine ambavyo bila kujua muktadha. Mfano kwenye Biblia ni kweli kabisa, kuna mtu alimwambia Mungu, kumbuka hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, nilifanya hiki na hiki. Mnamkumbuka yule mfalme? Haya, ni kweli alijibiwa vizuri kabisa, akapewa miaka 10 na ngapi? Angalia muishilio wake. Usije ukamwiga yule jamaa, mbona yeye alisikiwa. Wapare wana msemo wao, ngoja mtanisaidia kuweka vizuri. Najaribu kuweka kwa Kiswahili ili shemeji yetu naye upate hapa vizuri. Wanasema usiende sokoni kwa kichwa cha mwenzako. Wa 2000 hawajui. Koma ya mwenji usitongie kieti. Shemeji, maana yake mwenzako anakuambia twende sokoni, alafu huna kitu cha kupeleka sokoni, alafu unaenda kule, umekuja kufanya nini? Aliniambia. Wewe unani? Usiige tu kwenye Biblia fulani alifanya hivi akatendewa. Huwezi kuelewa. Angalia ujamani, kweli aliweka matendo yake mbele za Mungu, akamwambia nilifanya hivi, kazi ilikuwa na hivi, nilijenga mahekalu nikafanya hivi. Mungu akamwambia sawa, kwa kipimo ulichokisema wewe unastahili miaka 15. Ili ulipwe kwa kadi ya matendo yako. 15. Akaunti yako hiyo unayohitaja wewe, thamani yake ni miaka 15. Nakupa. Lakini akakosa unyenyekevu, akafa vibaya. Wenda tusimkute. Kwa hiyo maana yake ni nini? Nendeni kwa unyenyekevu, rehema, usitegemee matendo yako hata kidogo, tegemea haki ya Kristo Yesu peke yake. Shetani atakunong'oneza, wewe ni mwenye dhambi. Mwambie ndio, lakini damu ya Yesu yasafisha dhambi zote. Wewe uko hivi, nimwambie sawa yote yao, lakini Kristo Yesu damu yake inatosha. Mtapokea miujiza mpaka mtashanga. Simameni. Baba yetu, dakika chache zilizosalia tunakwenda kuangalia neno lako. Uwe nasi kwa pendo lake Yesu. Amen. Kutoka aibu hadi ushuhuda. Kitabu cha Yohana sura ya 4 fungu lile la kwanza, utaona kuna story naelezewa pale. Mnaijua walio wengi na sitaisoma yote kama ilivyo kwa sababu ya muda wetu, lakini natamani tu kusoma mafungu machache sana katika Kiswahili chetu kile cha kisasa
alafu baadaye nitaelezea mambo kadhaa. Nimesema Yohana sura ya ngapi? Sura ya 4. Ukifika hapo sema amina. Kama hujafika sema nisubiri. Nashukuru leo kusubiriwa wamepungua. Kuna vitabu ukivikosa nitakuuliza kwa nini ukikose. Ufunuo ukikosa tutaelewana vizuri. Anasema sura ya kwanza, fungu la kwanza. Mafarisayo walisikia kwamba Yesu alikuwa anabatiza na kuwapata wanafunzi wengi kuliko Yohane. Mimi nasoma Kiswahili cha kisasa. Wewe soma cha kwako. Fungu la pili. Lakini ukweli ni kwamba Yesu hakuwa anabatiza ila wanafunzi wake. Tuliza ubongo unitazama. Sio kila kitu unaambiwa fulani kafanya ni kweli. Mafarisayo walisema Yesu anafanya nini? Anabatiza. Mwandishi anasema kiukweli hakuwahi kubatiza ila wanafunzi wake. Kila neno unaloambiwa na watu kuhusu mtu, amini nusu, nyingine acha. Kuna wataalamu wa kuongeza chumvi. Mimi niliwahi kuwa kwenye daladala Dar es Salaam. Niko ndani, niko kwa nyuma, watu wanasikiliza sauti ya somo langu, na kuna mtu ananijua mimi kuliko ninavyojijua. Anaeleza na niko hapa. Yaani anaelewa mpaka. Tena nakumbuka nilikuwa niko busy, niliyekuwa naenda akanambia tulia, usiseme chochote, sikiliza. Kusia kweli sasa hiyo sauti ya kwangu hiyo. Jamaa sasa anawasimulia anavyonielewa. Uongo aliyoupiga wa mwaka ni kwamba mimi ni Mkenya. Na anakoma kabisa. Namjua huyu wa Nairobi. Huyu anabisha, asema hapana, sikiliza hilo jina. Asema hili jina mnaandika tu vibaya, lakini Mkikuyu. Na kabila nikapewa. Wakaendelea wakavutana hapo. Na mimi nilichofanya mwishoni kabisa, wakati tunashuka pale Ubungo, nikasalimia wale jamaa vizuri. Si ndio huyu? Zaidi ya hapo. Sio kila kitu unaambiwa ni cha ukweli. Chuja. Nimewambieni changamoto kubwa ya kizazi hiki, reasoning capacity. Uwezo wa kupambanua mambo unashuka kila siku. Ndio maana mtu anaweza akachukua video moja akaedit pap, changanya maneno, changanya na haya, akiweka hapo wanaamini kabisa. Hivyo ndivyo ilivyo. Lakini hebu kaa chini uanze kuangalia. Mwandishi anasema Yesu hakufanya hivyo. Sasa mstari wa 5. Najua Biblia yako imeeleza kitu kinaitwa sikari, lakini kiukweli jina halisi ni sukari. Ndio jina lake. Anasema basi akafika Sukari, mji mmoja wa Samaria, karibu na shamba ambalo Yakobo alikuwa amempa mwanawe Yosefu. Mahali hapo palikuwa na kisima cha Yakobo, na Yesu kutokana na uchovu wa safari akaketi kando ya kisima. Ilikuwa yapata saa 6 mchana. Basi mwanamke mmoja Msamaria akafika kuteka maji. Yesu akamwambia, nipatie maji ninywe. Wakati huo wanafunzi wake walikuwa wamekwenda mjini kununua chakula. Lakini huyo mwanamke akamwambia, wewe ni Myahudi, mimi ni mwanamke Msamaria. Kuna kitu hapo, kama Biblia ni ya kwako unaweza ukapigia mstari. Hakusema mimi ni Msamaria. Amesema mimi ni mwanamke Msamaria. Kwa kuna mwanamke alafu kuna Msamaria. Identity mbili. Muhimu sana uzingatie hizo. Tutaziongea hapo baadaye. Unawezaje kuniomba maji? Wayahudi hawakuwa na ushirikiano na Wasamaria katika matumizi ya vitu. Kwako inasemaje? Hawachangamani. Hiyo tu, hawachangamani. Huku amesema matumizi ya vitu. Yaani hata kitu kimetumiwa na Msamaria uruhusi kugusa. Sasa sikiliza vizuri tuone kile ambacho Mungu anafanya hapa katika somo la leo. Jambo la kwanza. Katika historia ya hawa jamaa, chanzo cha ugomvi hasa kilikuwa ni nini? Kwa muda wako utasoma kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 12, ambapo falme mbili zilikuwa zinagawanyika kati ya Israeli pamoja na Yuda. Yuda ikabaki na makabila mawili, alafu wengine wote makabila 10 yakaenda upande wa kaskazini.
Sasa wakati wanagawanyika watu makundi mawili haya, Mungu aliacha makabila mawili kwa ajili ya jina la Daudi rafiki yake, na ndio sababu kubwa hiyo. Si kwamba ametenda haki, ila Mungu anasema Daudi ni rafiki yangu, nilimuahidi katika ukoo wake lazima atatokea mtawala. Naomba ulibebe hili na Mungu akusaidie. Maagano ya kiroho unayoyafanya sasa yana matokeo mpaka kwa watukuu wako. Haijaeleweka hii. Kwa usije ukacheza na hali ya kiroho. Nakupa mfano, zaka. Nikwambia ni zaka muichukue katika mtazamo wa kiroho kuliko mazoea ya kidini. Biblia inasema naye Lawi anayepokea fungu la 10 naye pia hutoa sehemu ya 10. Zingatia vizuri maneno haya. Yapo kwenye Waebrania huko sura ya 7 kama sijakosea. Lawi ambaye anapokea sehemu ya 10 anasema naye pia anatoa sehemu ya 10. Paulo anasema kwa sababu alikuwa katika viuno vya Ibrahimu hapo baba yake Ibrahimu alipotoa zaka kwa Melkizedeki. Linatumika neno baba kwa vile kwa Waebrania hawana babu. Ibrahimu akamzaa nani? Kristo wa neema yote. Ibrahimu akamzaa nani? Isaka. Isaka akamzaa nani? Yakobo. Yakobo akamzaa nani? Wana 10 na ngapi? Ambaye mmoja hapo ni nani? Lawi. Mwangalie jirani yako tena, mwambie amsha ubongo. Aya, tunarudi sasa. Ibrahimu akamzaa nani? Isaka. Isaka akamzaa nani? Yakobo. Yakobo akamzaa nani? Lawi, katika wale 12. Kwa hiyo wakati Ibrahimu anakutana na Melkizedeki anatoa zaka, Lawi alikuwa hajazaliwa, ila Biblia inasema alikuwa kwenye viuno vya Ibrahimu. Sayansi leo imekuja kupruvu ya kwamba hata wewe uliyeko hapo, yai la mama yako ambao lilitunga mimba ya kwako wewe lilikuwa ndani ya bibi yako, linakuwa transferred, linahamishwa. Kwa hiyo mheshimu bibi yako. Limetoka huko linahama, linaenda mpaka mama yako. Ukija kwa sisi wanaume, ni juzi tu nimeposti kwenye page yangu ya Instagram, baadhi ya watu kusema mbona hii umetupa hii research ni ya panya, lakini research nyingi wanafanyiwa panya kwa kuwa tuna uwiano mkubwa sisi na panya. Ndio maana panya na akili zake zote unajua kwamba yuko smart kuliko wewe, hawezi kula unga uliokobolewa hata siku moja. Tunashabihiana sana hawa viumbe. Kwa wameonyesha kwamba zile mbegu za baba ambaye ana stress zinachukua taarifa ya msongo wake ambao unaweza kubebwa mpaka kwa mtoto. Kwa hiyo kajamaa kanazaliwa na kenyewe kana msongo. Kameutoa wapi? Kumbe baba alikuwa na msongo. Hamjagundua Biblia ilikuwa inakataza wazazi ambao walikuwa wanabeba mimba za watoto maalum wanaelekezwa vyakula maalum kabisa, maana hicho kichwa kinahitajika kwa ajili ya utume. Ni kichwa kimoja tu kilizaliwa pamoja na masharti yote, lakini bado kikazingua kama vijana wanavyosema. Kinaitwa Samsoni. Pamoja na masharti yote. Sasa sikiliza kuhusu zaka na matokeo yake sasa. Ibrahimu anatoa zaka, lakini baraka inaendelea. Sikia. Kuna wengine tuko hapa tumesimama hivi. Mnatuona tunaongea namna hii. Tunabeba baraka za wazee huko nyuma. Huko nyuma huko. Mchungaji alichunga pale mtaani kwetu, huyo hapa huyo. Mdee. Nafikiri alimwona yule bibi yetu pale mzee. Huyo bibi huwa namsema sana. Bibi zangu wote wawili pande zote mbili walikuwa na vitu vinafanana. Nadhani ni kama mila fulani hivi za Kipare zilikuwepo huko. Mtakula viazi, lakini bibi anakuambia lazima mbakishe kwa ajili ya wageni. Haleluya. Kizazi cha leo wanapika kulingana na size.
Mungu atusaidie sana. Ndio huyo bibi ambaye huwa namsimulia, tulikuwa tunaangalia wageni wakati wanakula na alitukataza. Kwa hiyo mnajua mkishakuwa wajukuu wengi mnakuwa na kiringe chenu. Kwa hiyo wageni wamekuja, tukaanza kuangalia, bibi tu akatulia. Wageni walivyoondoka tuliitwa mmoja mmoja. Na hujui mwenzako ameitwa kufanya nini. Kwa ukiingia tu kule chumbani kwa bibi, anakuita na kupakata. Unafikiri ni kwa wema. Swali ni moja tu, niliwaambia wageni wakila msifanye nini? Msiwaangalie. Macho yenu yalikuwa wapi leo? Kwa hiyo unatulia. Alikuwa anatumia shilingi 5 ile ambayo ilikuwa na mkungu wa ndizi wa 2000. Hawajawahi kuiona hii kabisa. Kwa ikiwekwa hapo, alafu anakufinya na kwambia usipige kelele, tulia hapo hapo. Inauma kweli kweli. Anakwambia niambie hutarudia tena. Unasema sitarudia tena. Machozi yamekutoka, anakwambia futa machozi. Nenda kaniitie fulani. Unaenda na mwenzako, anambia tu unaitwa, anakwambia mbona unalia? Hapana, sili. Lakini tunabeba baraka zao mpaka leo. Haleluya. Ndivyo ilivyo. Ukiniona mimi nimetulia kwenye ibada, saa nyingine siongei, si kwa sababu tusitaki kuongea. Nina kumbukumbu za vifinyo vya dada yake na Pastor Mnguruta pale. Dada yake mkubwa, hakuna mchezo. Anakupiga jicho tu, akishakupiga tu anakwambia utaelewa. Ukirudi unatulia kwenye ibada. Kizazi cha leo, gusa mtoto wa mtu, ngoja wakose adabu, maana hawaguswi. Ulimgusa mtoto wangu, ulifanya hiki. Zamani tukikuwa mtoto ni wa wote. Leo turudi kwenye baraka. Ndugu zangu, mimi nikikuambia jambo jema ukaenda kulitenda ukafaidika, kwani utanitumia pesa Dodoma? Hakuna. Ni faida yako na watoto. Tendeni mema kwa watu, tenda kwa moyo. Biblia inasema utavuna usipozimia roho. Kwa nini anasema usipozimia roho? Ni kwa sababu kuna wakati utatenda mema, utaumizwa. Na bahati mbaya kuna watu ambao umewatendea mema, hao ndio wanageuka wanakuumiza tena. Sasa nakufundisha namna ya kuvuna baraka kutokea maumivu ya watu uliowatendea mema. Ukiona mtu uliyemtendea mema kabisa anakusema vibaya, amekuzushia mambo, usitafute kujitetea. Piga magoti, mwambie Yesu, ninabeba kama ulivyobeba. Na kwa sababu ulivumilia hadi taji ukapanda mbinguni, ukaketi mkono wa kuume wa Mungu, katika haya nivishe taji. Utaona matokeo. Sasa wewe unachemka. Maana baada ya kusikia hayo unaanza kupiga simu kwa fulani. Si unakumbuka nilivyomsomesha kabisa, alikaa kwangu. Kweli analilipa haya. Akupigae shavu hili. Mungu atusaidie sana. Matendo mema unayotenda utavuna. Sasa huyu mwanamke yuko pale, anatokea upande huu mwingine ambapo wao walidharaulika. Wale wa upande wa Daudi waliendelea na ibada ya Mungu aliye hai. Wa upande huu mwingine wa Samaria kuna makosa kadhaa walifanya. Moja, taifa la Ashuru ambalo ndio liliwateka nyara na kuwafukuza Waisraeli wote, lilipunguza idadi ya wanaume waliokuwepo upande wa makabila 10. Wakabaki wanawake wengi sana 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 kuliko wanaume. Wanaume waliachwa wachache sana. Tuliza ubongo wako hapo, kuna kitu cha kiroho nahitaji ukijue. Mmegundua ya kwamba siku zote adui anapohitaji kushambulia kanisa au familia, anaataki au kudhoofisha mwanamume. Najua utaniambia habari ya Edeni.
Edeni ilikuwa ni lango. Yaani ukiona mwanamke alitumika ilikuwa ni nini? Ni lango. Lakini target ilikuwa nani? Mwanaume. Ndio target yake. Bwana mmoja akahojiwa akaambiwa, kwa nini kipindi cha Ayubu Shetani alishambulia vitu vyote alivyoshambulia isipokuwa mke wa nani? Wa Ayubu peke yake. Tatizo ni nini? Jamaa linasema kwa kuwa Shetani hawezi kujishambulia mwenyewe. Yaani maana yake ni kwamba alikuwa ndani ya yule yuko humo ndani humo kabisa wakati huo. Kwa target ilikuwa ni Ayubu. Sasa unasema pastor anamaanisha nini? Aya. Mmesikia takwimu hata juzi sensa yetu ilivyotolewa hapa. Kwa asilimia wanawake ni wengi kwa karibia 50 na kitu, wakati wanaume ni 40 na kitu. Angalia hiyo tofauti kubwa iliyopo. Lakini pia wanasayansi juzi tu wamesema, hii wengine wameshaiona kwenye research, ya kwamba kuna vitu tunavita chromosomes. Katika chromosomes zile ambazo zinasababisha jinsia zitokee, kuna X na Y. Katika hizi kuna moja ambayo ndio inasaidia jenda ya kiume izaliwe kwa wingi. Wanasema inapungua kwa kasi kubwa sana. Na sababu ni nini? Haijulikani. Hasa katika hao wachache 40 na kitu tulionao wanaume, hujaanza kutoa hao wenye hii shida hii nyingine, ambao Mungu aliwaumba kuwa wanaume alafu wanakataa. Haya, nao tuwaweke hapo, nao tunawatoa. Kwa hiyo unaweza ukashangaa tunabaki na 38%. Mgogoro ni mkubwa kabisa. Mpaka nawaza tuanzisheni kampeni ya okoa mtoto wa kiume. Ukitoka hapo tena ndio maisha nao yanawapiga. Vinaanza kupewa juisi za makopo vikiwa vidogo kabisa. Mama nakwambia kinasumbua. Piga hapo juisi imeandikwa embe. Wewe si ujiongeze. Hayo mashamba yako wapi ambayo yanaweza kutoa juisi za kutosha nchi nzima? Ushtuki tu ukija kusoma pale walichoweka humo ndani: sukari, preservatives, sijui rangi wameweka, sijui kuna kingine unaweza ukashangaa labda embe 2%, vingine vyote matakataka. Kwa nini usikute watu wanatembea barabarani wanaongea wenyewe? Alafu ukimuuliza unaongea na nani? Hakuna. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Waliomaliza wanaume idadi kubwa, wakaleta wanaume wengine, wakazaa machotara. Lengo ilikuwa ni kuchanganya ibada ya Mungu na miungu. Kwa pakatokea kundi la Wasamaria ambao wanaabudu Mungu. Usije ukadhani Wasamaria walimwacha Mungu completely. Usije ukachanganya mafaili. Walikuwa wanamwabudu Mungu, the same time wanaabudu miungu mingine. Vitu viwili vilichanganywa kwa pamoja. Na hata hapa tunavyoongea, kuna watu humu wapo kanisani lakini bado anahirizi. Ipo kabisa. Kuna mtu yupo kanisani lakini bado anakwenda kuchanjwa chale. Kuna mtu yupo kanisani lakini ili biashara yake iende lazima aende kutista, sio tiketi ya kwenda mbinguni, mpaka umshike Yesu kutoka moyoni. Basi hiyo tu itatuokoa. Mambo ya kuchanganya sio. Kuna watu ambakweni wako hapa wanajua kanisa ambalo wamejenga pale nyumbani pale. Kanisa liko hapa, pembezoni ni sehemu ya ibada ya mizimu. Zimeshikana. Sipasa wanapafahamu pale. Pembezoni tu ni hapa, wamepishana hapa. Pembeni hapo koma. Vichwa vya watu viko vya kutosha. Mama Justini Mbaga anajua hilo eneo, maana wameishi pale. Iko pembezoni hapo. Imeshikana tu hapo. Hakuna tofauti. Nendeni mkaulize lile kanisa limekaa miaka mingapi alijengwa. Miaka na miaka, tangu sisi tuko shule ya msingi. Akina Pastor Mguruto wakati huo wanachunga hapo. Pastor Justin Mbaga wako hapo. Miaka na miaka. Mawe tulibeba na kubeba. Haliendi popote. Kuna kitu natamani nikuambie hapo. Hadi siku nakumbuka
nitafuta wakati fulani Pastor Kukome. Akaniambia, Mbaga, hivi hilo kanisa litakaa hivyo mpaka lini? Hakuna watu huko unaweza ukawaita wakachanga pesa tukamaliza hili kanisa. Mwingine mzee Paulo, mnamfahamu, yuko Marekani. Lakini kabla ya kufanya yote hayo, pastor anakumbuka kuna binti mwingine akamtumia hela wakati ule, wakati mchungaji anachunga. Kabla yote hayo, ikabidi nimuulize Mungu, mgogoro uko wapi ili kanisa miaka na miaka? Si tuko shule ya msingi. Kuna watu nimekutana nao Dar es Salaam huko, walibeba hayo mawe ya kujenga kanisa, walikuwa wanasoma sekondari Manka, miaka na miaka. Tatizo liko wapi? Kuna nini hapa? Baada ya kuingia maombi ya that, ndipo Mungu anafunua kwamba sasa nimeondoa hicho kitu, mtajenga kanisa. Mchungaji yuko hapa, ni shahidi, muulizeni hilo kanisa limefika wapi. Barua ilituma kutoka conference, sijui ni mkurugenzi huyu aliyewatumia wakati ule, huyu hapa, kuambia kwamba kwa hapa mlipofika mnaandaliwa kuwekwa wakfu. Na sijui kwamba ilishawekwa au bado, huenda iko mbele bado. Naenda huko. Sasa nasema, mchungaji unamaanisha nini? Nisikilizeni. Kuna wakati katika makanisa yenu mtaona kuna vitu haviendi. Msianze kuangaliana nani mbaya, nani mbaya, nani mbaya. Ingieni kwenye maombi. Ni vita za kiroho. Mkiona vitu haviendi, vita za kiroho. Na shetani alivyo mjinga, atawaingiza katika hasira na magombano. Msiposhtuka. Kuna wengine huku, najua nyinyi hamna hiyo shida. Kuna wengine walifikia stage mbaya, wana ugomvi na viongozi, wakafikia stage wanasema sisi hatutapeleka zaka, tunaishikilia kwa sababu tuna ugomvi nao. Hasa nawe, hii zaka ni ya hao viongozi au ni ya Mungu? Yaani unajibebesha laana wewe mwenyewe kwa sababu umepishana na Mbaga. Mimi Mbaga nitaulizwa na Mungu kwenye siku ya hukumu. Ataniuliza ya kwangu, nilivyokukwaza wewe mshiriki, ataniuliza, lakini na wewe utaulizwa ya kwako. Kwa hivi ulivyokwazika, haya ukagombana na mimi na wewe tuligombana. Unaona tunahubiri hapa, usidhani kwamba sisi hatutoi zaka. Na sisi tunatoa zaka. Wachungaji wanajua. Tena sisi ni sharti kwamba huwezi kusema mambo ya zaka mimbarani wakati wewe mwenyewe ufanye nini? Utoi. Haiwezekani kabisa. Haiwezekani kabisa. Sasa iko hivi. Kuna kanisa ambalo lilikuwa anatoa. Pakawa na skendo ya mhazini kwamba alikuwa anachukua anadokoa anabadilisha miamala. Sasa siku moja mtu akalalamika, "Si imekuaje? Pastor, tena nimesikia kwamba hata na wewe risiti yako ilibadilishwa. Ulivyodai ilibadilishwa." Mkaguzi alivyokuja, wakati wote tunatumia risiti zile za kutumia carbon zile. Mkaguzi amekuja akagundua kwamba kilichoandikwa juu na kwenye carbon viko tofauti. "Mchungaji, na wewe nimesikia, bado unaendelea kutoa?" Nikamwambia, "Ni kweli." Mkaguzi aliniita akaniuliza nilitoa kiasi gani, nikaangalia. Nilivyoangalia kuna tofauti kubwa. "Mbona unaendelea kutoa?" Nikamwambia, "Kwa sababu mwenye zaka ni Mungu." Huyo Mungu ambaye yeye zaka yake inachukuliwa, mimi nimlindie Mungu. Mimi nitafanya sehemu yangu. Na sehemu yangu ni kutoa. Mungu atusaidie. Naenda zaidi ya hapo, leo ni Ijumaa. Maana najua wengi wanasikiliza walioko hapa, kuna watu wameshuka kutoka milimani wako hapa, wengine watashuka kesho. Nataka niseme, nendeni mkachunguze kule kwenye makanisa yenu. Mkiona hakuna maendeleo yanayotakiwa kama kanisa la Mungu lilivyo, pigeni magoti, pangeni siku ya kufunga na kuomba. Ombeni hekima ya Mungu. Muulizeni Mungu, kuna nini kinaendelea hapa? Maana maisha ya Ukristo sio maisha ya kuchanganya. Haleluya. Mwiteni Mungu. Mwiteni Mungu. Sikia. Kuna wakati Mungu, sio kuna wakati, ndivyo ilivyo. Mungu anawabariki watu ili watu wabariki kazi. Tunaelewana hapo jamani? Mkiona matoleo yenu ya zaka na sadaka yanadidimia, na mkuu wa wakili anatakiwa waulize watu wake, kuna nini? Akiwa na mashemasi wake wanazunguka nyumba kwa nyumba pale kanisani, ajue washiriki wake. Mkiona watu wenu wamepigwa kiuchumi, wameanguka, msichukulie kawaida. Itisheni maombi ya kuombea baraka za uchumi. Ita kabisa, ita sema, jamani, tumeona hapa hali ya uchumi sio nzuri.
siku ya Jumatano na siku ya Alhamisi, kanisa zima tutaomba na kufunga tukiombea kazi za mikono. Nendeni mkafanye haya, mtaona matokeo yake. Mungu hachanganyi. Mungu hachanganyi. Narudia tena, Mungu hachanganyi. Inawezekana kabisa unanisikiliza leo na sauti ya Mungu inasema ndani yako. Ninakusihi, ikiwa kuna mchanganyo wote uliofanya, rudi leo, fanya matengenezo. Huna haja ya kumwendea mchungaji na kumsimulia, hakuna sababu yoyote. Nenda kaongee na Mungu wako, mwambie Bwana, Bwana, Bwana. Haleluya. Mtaanza kunielewa kwa nini jana tulishindwa kurusha hili somo. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeanza kuelewa sasa. Mungu hachanganywi. Mungu hachanganywi. Yesu alijua kabisa wanafunzi hawa kwa mila na desturi walizo nazo watazuia utume. Nendeni wote mkanunue chakula. Mzee usibaki mwenyewe, nenda. Kuna vitu vya kiroho ili uvitende inabidi iwe siri. Haleluya. Ibrahimu anapoenda kumtoa mtoto wake sadaka, aliaga mke. Yesu alipokuwa anaenda kufufua wafu, anasema alifukuza watu waliokuwa wanaomboleza mle ndani. Alipoenda mlimani kwenda kusali, hakwenda na wote 12. Ilibidi idadi ipungue. Kuna maamuzi ya kiroho mengine ukiyafanya, usifanye matangazo. Nimemwambia Bwana akinitendea nitanunua mabati yote ya lile kanisa. Ile unatangaza tu, umeanza kuleta mashambulio makubwa katika maisha yako. Fanya asiri. Tena nikwambie, baadhi tukifika hapa kusema lakini mchungaji sasa kwenye ndoa inakuwaje? Nataka nikwambie kuna baadhi ya vitu hata mwenzako aliyepo kitandani mwako hapaswi kujua, kwa sababu vingine ni wewe na nani? Na Mungu wako. Kuna nadhiri yako na Mungu wako, kuna maongezi na Mungu wako. Maamuzi mengine ni magumu, hawezi kuelewa. Ni mmoja tu ambaye wanamtolea mfano, na sasa hivi naamini kabisa ananisikiliza. Ni wa kanisa nadhani la kama sijakosea ni Roman Catholic, ndio ambao walikuwa wanafuatilia masomo mpaka sasa hivi. Ni waumini wazuri, bado hawajabatizwa, lakini waumini wazuri wa hili kanisa. Umenielewa nikisema hivi? Walikuwa wako nje ya nchi, akaweka nadhiri yule mwanamama kwamba Mungu kinipatia hii kazi, nitatoa mshahara wangu wa kwanza kama sadaka. Wanaofuatilia online, kuna siku niliongea naye kwenye simu, watu wakamsikia kabisa wakati akitoa ushuhuda. Aliweka nadhiri. Mume wake ni mwanamume ambaye anamcha Bwana. Maana akamwambia pale pale mke wake, umetoa hii nadhiri, nimekusikia, nitakusimamia mpaka uitekeleze. Mungu akamtendea muujiza wa kutisha. Sitaki kurudia, maana wengine wameshausikia akiongea mwenyewe. Wa kutisha. Akapata ile kazi, yani kama vile njia ilikuwa imenyoka tu, kila anapokanyaga imenyoka. Pap, akapata ile kazi. Tulikuja kuipokea sadaka Goba. Ndio nimekumbuka nilivyo watazama hapa. Ilikuwa ni pale kanisani Goba. Sasa saa nyingine ukiona mwenzako uliye naye hana roho sawa na ya kwako, unaweza saa ya kutimiza nadhiri kwambia, hii hela yote unapeleka wapi? Unapeleka wapi? Unaweza ukaamua kufunga siku 3, anakuambia na wakati ukifunga, sikia, ukifunga, ukitaka ujue shambulio la kiroho wakati wa kufunga linatokea kwa mwenzi wako, siku zote ametulia, ila ukifunga fujo zinaanza. Kwa kuna vitu vingine vya kiroho fanya kimya kimya. Haleluya. Akawafukuza wote. Wakati wameshaondoka, ndipo mwanamke anakuja. Wanazuoni wameeleza mengi, huenda huyu mama alikuwa ni muda wake wa kutega mitego. Wengine wanasema lakini yote yanawezekana, kwa sababu si kawaida kuchota maji yale masaa. Kwa hiyo hata Yesu alipokuja yale masaa alikuja kimkakati. Hakuna kitu kinatokea kwenye maisha yako cha kubahatisha, ni mkakati wa kimbingu kukuokoa. Wanapojadiliana nipe maji, anasema mimi ni mwanamke. Nimeshangaa wakati nasoma hii historia hapa. Wanasema hivi, kwa Wayahudi ushahidi wa mwanamke mahakamani ulikuwa haupokelewi.
Yaani mna kesi ukaenda, shahidi ni nani? Mama fulani anasema, hivi unaweza ukamwamini mwanamke wewe kweli? Kwa hiyo kitendo cha Yesu kuamua kuongea na huyu mwanamke na kusema aende akawaite ndugu zake, akawaite marafiki zake, anamwambia njoni mkamwone mtu aliyeniambia mambo yangu mangapi. Anavunja mila ya kwamba hata kama mnasema mwanamke haaminiki, leo nimeleta jambo jipya. Ni mizuri kama nini miguu yanayopeleka habari njema, na wanawake wanaotangaza habari njema ni jeshi. Anavunja ule mpaka kabisa. Lakini wanafunzi wanarudi waliomwona tu, wasema, mbona alikuwa anaongea na mwanamke? Ndio swali limeulizwa pale. Wewe ni mtu mzima, umeshaelewa maana yake nini? Kwa nini alikuwa anaongea na mwanamke? Na wale wanajadiliana. Ndio maana alitutoa wote. Tulijua huyu jamaa hayumo, kumbe naye. Sikiliza. Unapofanya kazi ya Mungu, usirudishwe nyuma na maneno ya watu. Watakusema, watakutungia majina, kiherehere, kimbelembele. Bora uitwe kimbelembele wa Yesu kuliko kukalishwa kwenye mabomba kule wanakusuta, mmekalia ndoo na wamama wamekuzunguka hapo, hawachoti maji ila unasutu. Nilishawahi kuona mshiriki wangu anasutwa. Aibu. Inabidi upite kule kwa mbali kabisa. Katika utume tulioitwa, naongea na wachungaji hapa kidogo, naongea na wainjilisti, naongea na wazee wa kanisa. Nisikilize. Ukijua aliyekuita, hutakatishwa tamaa na maneno ya watu. Kuna wakati watu hao unawahudumia watakurushia mishale ya kukuumiza. Usiache kuwahudumia kwa sababu wamekushambulia. Jua wewe umeitwa na Mungu, hujaitwa na watu. Kuna wakati utajitoa sana. Kwenye kujitoa kwako utazushiwa maneno. Simama upande wa Mungu. Usizire. Mimi ninayeongea na wewe, kuna siku nilizira, Bwana akaninyoosha kabisa. Nikasema sitaki tena hii. Nikatoka, Mungu ananiambia, hao waliokusema ukakasirika ndio walikuandika kazi? Hakuna. Rudi. Haleluya. Haleluya. Kitendo cha mwanamke kuacha mtungi akaenda kuwaita ni kitendo cha kuonyesha badiliko la kuacha yote yaliyopita. Nami nakutangazia leo, unapoamua kuacha Usamaria, haleluya, na kurudi katika Uisraeli kweli kweli, Mungu anakuambia usirudie matapishi tena. Ninajua utapitia jaribu, utaumwa tena, ndiyo. Watakwambia rudi tena kule. Sema hivi, kama itanigharimu kufa, ni bora kufa kuliko kumpigia magoti shetani. Naomba tusimame. Shika sadaka yako. Shika sadaka yako. Mashemasi, naomba muwe hapo mbele kabisa. Simameni hapo kwenye vyombo. Mashemasi, hii sadaka tutaitoa bila kwaya, ila piano itakuwa inapigwa. Wewe kazi yako utakuwa unatembea hapa mbele na kuileta sadaka ya shukrani. Utaileta ukiwa unatembea taratibu. Njoo uitoe sadaka yako. Unapokuja kutoa sadaka yako hapa, usije ukarudi kule kwenye kiti. Utabaki hapa hapa, maana kuna maombi maalum ya sasa hivi hapa. Je, kuna mtu anahitaji bahasha? Kuna watu kule wanahitaji bahasha. Mashemasi, naomba tuwapatie. Wale wa kwetu ambao wanatoa kwa njia ya mtandao, ninaamini kabisa kwamba nao wanafanya hivyo. Tutumie muamala kwa namba ya simu kwa njia ya WhatsApp, kwa namba ambayo mtaiona hapo kwenye screen yako.
Wakati piano inapiga, njoo toa sadaka yako, na ukitoa sadaka yako baki huku mbele kwa ajili ya maombi maalum. Tembea. Unapotembea utabaki huku kwa ajili ya maombi unapokuja. Lakini pia inawezekana huna sadaka, lakini umekuja kwa ajili ya maombi, na wewe utabaki huku, utakuja huku mbele moja kwa moja wakati huu. Wale wenye vitu, vileteni vitu vyenu. Tuwe na mashemasi kwa ajili ya kupokea hivyo vitu pia. Naona kuna debe, sijui ni la mahindi au ni maharage. Mama yangu, ni mahindi. Haya, wengine leteni vitu vyenu hivyo hivyo. Sogea huku mbele, sogea huku mbele. Ikiwa umekuja na sadaka yako, leta sadaka, toa. Ikiwa hujaja na sadaka lakini umekuja kwa ajili ya maombi, na we sogea huku mbele pia. Tembea, tuokoe muda. Endelea kusogea, sogea tu. Watu wa media watatuelekeza namna ya kusimama, kwa hiyo hakuna shida. Endelea kutembea. Njoo na sadaka yako, weka hapo. Mashemasi, mtaongoza watu vizuri namna ya kuweka hizo sadaka. Kumbuka siku ya kesho ndipo tutakuwa na maombi yale ya kuweka katika box. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mashemasi, muwe mnasimama kwenye maboksi hayo. Endelea kutembea, endelea kutembea. Umekuja, we ni mgonjwa, una changamoto yote, njoo tumkabidhi Yesu. Bwana wabariki sana, Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Mashemasi, naamini ya kwamba maboksi yetu ya sadaka hayajafunikwa na watu. Kwa hiyo anahitaji kutoa sadaka, jamani, tumwachie nafasi boksi lilipo la sadaka aweze kutoa sadaka. Mashemasi, mtanipa ishara kama tayari watu wameshakamilisha ili tuingie kwenye maombi. Kuna mtu ana shida na bahasha, atahudumiwa. Naona mchungaji Kamzora yuko na bahasha za kutosha, ziko hapo. Kama unahitaji bahasha utapewa hapo na sadaka yako. Mmefanya vizuri kusogeza boksi mbele ili wanaokuja hapa wengine waweze kutoa. Kuna wito kama miito miwili ambao nitakwenda kutoa. Wa upande wa kulia kwangu kuna boksi la sadaka liko hapo, pia mnaweza mkatoa, liko hapa, kwa hiyo msihangaike sana. Kuna boksi liko kulia kwangu, pia mnaweza mkatoa. Asante sana. Kama una shida na bahasha, nyosha tu mkono, mashemasi na mchungaji watakuhudumia. Alafu baadaye nitatoa miito miwili maalum au mitatu ya maombi. Utatii ule wito kulingana na kile ambacho Mungu amekugusa. Mungu awabariki sana. 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 Wale wote ambao wanakwenda kubatizwa, naomba msogee hapa mbele, mtakuwa mbele yangu. Wale ambao mnakwenda kubatizwa, naomba msogee hapa mbele. Inawezekana jana hukujitoa, juzi, lakini unasema na mimi nahitaji kubatizwa. Wale wote wabatizwa, njoni hapa mbele. Ndio wito wangu wa kwanza. Wote ambao unasema mimi niko tayari kwa ajili ya ubatizo, sogea hapa mbele. Tuna maombi maalum kwa ajili yako. Sogea hapa mbele. Wale wote
Sogea hapa mbele. Hapa mbele hapa. Ambao mko tayari kwa ajili ya ubatizo, sogea hapa mbele. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Sogea hapa mbele. Sogea hapa mbele. Wachungaji watawashika mikono. Wale wote mliojitoa na wengine ambao mnaendelea kujitoa, njoni hapa. Wachungaji watawashika mikono na kuwaelekeza sehemu ya kusimama. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Wale wa ubatizo, wale wa ubatizo wote njoni. Njoni. Wale wa ubatizo. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Sogea. Unasema nahitaji kubatizwa, nahitaji kubatizwa. Njoo. Sogea. Inawezekana huko unasema mchungaji, na mimi nahitaji kubatizwa. Sogea, tunakusubiria wewe. Sogea mahali ulipo. Piga hatua uje hapa mbele. Piga hatua uje. Unasema najitoa kwa ajili ya ubatizo. Piga hatua uje. Ukiona mtu anahitaji kuja, mpe nafasi aweze kuja. Msindikize rafiki yako. Ni wakati maalum wa kujitoa kwa ajili ya ubatizo. Sogea. Kama kuna mtu mahala fulani huko, sogea. Lakini pia nisisahau kusema hili. Ikiwa una chochote ambacho unahitaji kukiachilia kwa Bwana kwa ajili ya kuteketezwa kwa namna yote ile, tunatunza siri. Kusanya lifuko lolote, leta, dondosha tu kwenye ofisi hii hapa au popote. Atakayeokota ataleta. Kesho tutavimaliza hivyo vitu kwa amani. Hatuna shida na ushirika wa mtu, tuna shida na watu wanaorudi kwa Kristo Yesu. Kwa hata jina lako hakuna haja ya kulijua. Leta, dondosha hapo. Tunajua namna ya kuviharibu visilete madhara tena katika maisha yako. Kuna mtu ambaye anahitaji kujitoa kwa ajili ya ubatizo mahala fulani, naomba aweze kusogea kama yupo. Asante sana. Naomba nyie wote ambao mmejitoa msogee upande huu wa kulia alipo mchungaji pale. Sogea tu hapo. Je, kuna mwingine ambaye anahitaji kujiunga na kundi hili, yuko mahala fulani? Kama yupo, sogea na wewe ujiunge na wenzako hapo. Kama yupo, sogea jiunge na wenzako hapo. Je, kuna aliyebakia mmoja? Kuna aliyebakia mmoja? Kuna aliyebakia mmoja? Hakuna. Je, yuko mmoja aliyebakia? Watu wa media, najua nitawavurugia tu kidogo, lakini tutatengeneza utaratibu wa katikati hapo ili nisiwakwaze sana. Maana kuna kitu nahitaji kufanya na siwezi kujizuia kukifanya. Kuna watu hapa mwajikuta kwenye familia yenu kuna matatizo yanajitokeza, yanafanana kwa watu kadhaa kwenye familia. Ukiangalia ukoo wenu, fulani yuko hivyo, fulani yuko hivyo. Inaweza kuwa ni ulevi wa kupindukia hadi ufukara, ni kushindwa katika masuala ya kielimu na kiuchumi kwa ujumla, vinafanana. Talaka zinakuwa ni nyingi, lakini ni kwa watu wa familia hiyo hiyo. Sasa baada ya hapa usije ukanifuata pembeni, maana tukimaliza hii kesi tumeimaliza. Nyie naomba mje upande wangu huu wa kulia, mkiwakilisha mmoja tu kwenye familia akitokeza yatosha. Upande wangu wa kulia. Upande wangu wa kulia hapa. Unakuta vitu vinafanana, viko vingi vinafanana. Taangalia huku kwangu. Baba twakujia, uwe msaada, uwe kimbilio, Baba
yetu. Dunia ni giza, dunia ni tukitengwa nawe, tukitengwa na tufariji hapa, tufariji hapa, Baba yetu. Baba twakujia, Baba twakujia, tu dhaifu na usituache, na usituache, tusikie. Kuna wazazi, mtoto wako ameangukia katika urahibu, umejaribu kila namna kumshauri, imeshindikana. Njoo hapa mbele kwa niaba yake. Njoo tu hapa mbele kwa niaba yake. Tumkabidhi Yesu hizi kesi, na baada ya hapa usijipe msongo kuwaza. Acha Bwana ashughulike naye. Salama tulinde kati ya taabu, uwe raha yetu, mashakani roho yasumbuka, roho ya sumbu. Baba tujalie, Baba twakuomba sana, twakuomba sana, tupe nguvu. Imba kwa nguvu. Baba twakujia, Baba twakujia, tu dhaifu na usituache, na usituache, tusikie. Wakati kuwa umetulia hapo sasa, wewe ambao umekuja hapa mbele na wenzetu ambao wanatufuatilia, nahitaji usikie maneno haya. Mungu wetu ambaye tunamtumikia anatupenda sana. Inajua tumemkosea. Ukweli ni kwamba tukisimama mbele zake kwa haki yetu, hakuna awezaye kusikilizwa, ila kwa haki ya Kristo tunapata ushindi. Kuna matokeo mtayaona haraka, kuna mengine atachukua muda. Imani yako isitikisike. Ninawasihi kutoka moyoni, narudia tena, nawasihi kutoka moyoni, chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Tusimchanganye Mungu. Uliteleza ndio, wito umeitwa urudi. Yale madudu usibaki nayo tena, mrudie Bwana. Hakuna faida kuwa Msamaria, hakuna faida. Tumrudie Mungu. Hata kama kuna vitu kwenye ukoo wenu vinahitaji kuabudiwa, vinawatesa, damu ya Yesu ina nguvu kuliko mizimu. Usitishiwe na hivyo vitu tena, mtegemee Mungu. Naomba usikiliza haya maandiko napoyasoma, yachukue kutoka moyoni, yabebe katika uzito wake. Wenzetu ambao wanafuatilia kwa njia mtandao, tuko pamoja. Sikiliza. Ikiwa watu wako wametoka kupigana na adui zao,
utakaowatuma kokote, wakikuomba kuelekea mji huu uliochagua na nyumba hii ulioijenga kwa jina lako, basi uyasikie huko mbinguni wanayoomba, na kusihi ukaitetea haki yao. Sijui umepoteza haki yako wapi, Bwana atakutetea. Wakikukosa mtu asiyekosa, narudia hii, wakikukosa, maana hakuna mtu asiyekosa. Kuna mtu asiyekosa kati yetu hapa? Hakuna. Sisi wote tu wakosaji. Wakikukosa, maana hakuna mtu asiyekosa, hata uwakasirikie na kuwatia mikononi mwa adui zao, wawahamishe na kuwachukua mateka mpaka nchi iliyo mbali au iliyo karibu, basi wakikumbuka katika nchi waliohamishwa na kutubu na kusihi katika nchi ya uhamisho wao, wakisema, tumekosa, tumetenda kwa ukaidi, tumefanya maovu, wakurudiapo kwa mioyo yao yote na kwa nia zao zote katika nchi ya uhamisho wao, adui walikowahamisha, wakiomba na kuelekea nchi uliowapa baba zao na mji huu uliouchagua na nyumba hii, ndipo anasema, basi usikie. Fumba macho yako. Baba, tumeimba tunakujia, tumekataa kwenda kwa waganga, tumekataa kwenda kwa makuhani wa miungu, tumekuja kwako. Kutoka maisha ya ajabu hadi ushuhuda, kuna ambazo hizi familia watu wamewajua na kufahamu koo zao zilivyo, hata wamewasonda vidole. Ikiwa ulimbadilisha Msamaria, utawabadilisha na wao. Kubadilishwa kwao sio ili wajivune, sio ili mtu yoyote atukuzwe. Kubadilishwa kwao ni ili watu wajue Mungu anatenda hadi leo. Naomba kwa ajili ya ukoo mmoja mmoja. Hawakutenda dhambi hao, ni matokeo tu, kama ulivyosema kupitia Ellen White ya kwamba baadhi ya watoto hubeba matokeo. Haya matokeo hayawezi kufutwa na mtu, ni wewe tu. Wakiamua kukurudia, uko tayari kuwapokea. Lakini kuna kuteleza kwingine. Walipokuwa kanisani, kuna saa waliona mambo hayaendi, wengine wakaenda kwingine, wakanajisi nafsi zao. Lakini leo wanapokuja kuungama na kutubu, asante maana umewapokea. Wape ujasiri wa kusonga mbele. Ninakusihi mfalme wa amani, kuna wazazi wamesimama kwa niaba ya watoto wao, wamekamatwa na urahibu, wamekamatwa na pombe, wamekamatwa na bangi, wamekamatwa na maisha mabaya siyofaa. Hata akimwambia aende katika ibada, yule mtoto hata kubali. Sasa nakusihi Mungu, kwa kitendo cha mzazi kuja, nakusihi kwa kitendo cha mzazi kuja kwa imani, muumbe upya yule mtoto. Tenda muujiza. Baada ya makambi haya, wazee wetu hawa wakapokea habari njema ya kwamba fulani hataki pombe tena, bangi ameacha, sigara ameacha. Nacho kusihi Mungu, katika umri wa uzee, wazee wetu hawa wasipate msongo mwingine. Walipambana huko, imetosha. Tenda muujiza. Naomba kwa ajili ya uchumi wa watoto wako. Kuna mtoto fulani yuko mahala fulani anafanya kazi, na anavyobarikiwa anabariki wazazi wake. Shetani anajaribu kutikisa uchumi wake. Nami nakusihi, mzazi wake maadamu yuko hapa au anafuatilia kwa njia ya television, mbariki mtoto wake, mtendee muujiza. Lakini Baba, tufundishe kuzindika biashara kwa damu ya Yesu, kwamba sisi hatuna mzimu, ila tunatoa sadaka kwa imani. Ninaomba ukatende hivi na kuzidi. Naomba kwa ajili ya wagonjwa, wapatie uponyaji. Kuna watu ambao hata leo ilikuwa tukutane, lakini haitawezekana.
lakini kwa sababu wamepita hapa mbele, watendee muujiza. Tenda muujiza ili utukufu uwe wako. Hiki ndicho tunachohitaji. Ninaomba ombi maalum kwa ajili ya ujenzi wa ofisi yetu. Ninajua ipo kwenye hatua za mwisho. Mchungaji Nzumbi na timu yake wanakosa usingizi, wanahitaji iishe. Ninakusihi Mungu, inua watu, iishe haraka kwa utukufu wako, ili watumishi wako washughulike na vitu vingine kwa ajili ya ufalme. Ombi la pekee sana. Baba, kwa vile Roho wako anahimiza niliombe hili, kuna jambo ninakusihi. Kuna watu walijitoa kwa ajili ya makambi haya. Walitoa mali zao, walitoa fedha zao, walitoa magari yao, walitoa muda wao. Wengine tukienda hata kulala, wao wanakesha. Leo kumbuka kujitoa kwao. Tenda miujiza. Lakini mfalme, watakula chakula watoto wako hao. Kile chakula kisiwe cha kawaida. Yaani cha leo, siku ya Ijumaa, siku ya 6, kabla hatujafika Sabato, ukakibariki. Mfalme wa amani, ninakusihi ukatende hivi na kuzidi. Sadaka ya shukrani tuliyotoa ikawe ni moto, kama ulivyozungusha moto katika mali za Ayubu. Na sadaka iliyotolewa leo ikawe ni moto unaozunguka mali zetu. Lakini nakusihi, kila ukitufanikisha, tufundishe kunyenyekea. Tufundishe kunyenyekea. Tufundishe kukuinua. Asante, maana umetenda na utatenda makubwa kuliko tuombavyo. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki. Nenda na amani ya Bwana, usiruhusu mashaka. Barikiwa. Wale wabatizo mtasikiliza maelekezo kwa mchungaji hapo.